usanii katika Afrika. Tunasuasua. Lakini leo hii Bwana Karia na uongozi wake, nchi ya Tanzania inapeleka timu 4 AFCON katika mashindano ya kimataifa. Yanga hii analalamikia imefika finali. Kwa hiyo mimi, na kama alivyopita mjumbe mwenzangu kwamba Yanga wasijifiche wakaondoa makosa yao kutaka kuamilisha watu. Hakuna kiongozi bora aliyepandisha mpira katika nchi ya Tanzania kama Karia. Hakuna kiongozi bora aliyefanya nchi hii ing'are katika ulimwengu wa soka kama Karia. Unaposema kwamba Karia hajiuzuru, unaposema kwamba Karia hana akili, aise, umetenda dhambi kubwa. Ndugu zangu waandishi, nyinyi mashuhuda, wengine vijana, wengine, huyu ndugu yangu nani huyu? Yule kule anajua, ameongoza Tenga, ameongeza viongozi wengi, ameongoza TFF, lakini hatujafikia level kama hii tuifikia hivi sasa bado. Lakini Karia ameukuza mpira katika Tanzania. Leo unapochaguliwa kuwa mjumbe wa CAF, hawakuchagui kwa mapenzi, wanakuchagua kulingana na utendaji wako wa kazi. Kazi aliyofanya Karia katika nchi ya Tanzania ndio iliyomsababisha achaguliwa kuwa mjumbe katika bodi kwenye kamati ya CAF. Leo hii unapomwambia kwamba Karia hajiuzuru, Karia hafai, Karia hana akili, aisee, utendi haki hata kidogo. Yanga amezoea. Yanga wanapenda sana kubebwa kama marehemu. Marehemu ndo anabebwa, lakini mtu mwenye akili zako timamu, mwenye uwezo wako, unatakiwa utembee mwenyewe kwa miguu yako. Unataka utembee mwenyewe kwa miguu yako. Kanuni ni chombo kinachoundwa na viongozi wote wa vilabu. Haundi Karia peke yake. Wanatunga kanuni na nyinyi mnazithibitisha na mnazikubali. Lakini Yanga akitoka pale katika vikao vile, anakwenda pembeni, anaunda kanuni zake yeye mwenye binafsi. Tendo la kumzuia mgeni asifanye mazoezi ni kosa. Halafu kuna viashiria vinavyosababisha kwamba Yanga aonekanike kwamba anabebwa. Meneja uwanja unaposema kwamba Simba hajatoa taarifa, ni vitu vya ajabu, kwa sababu mpira unaanza kwenye private matching. Ikishafanyika hiyo, maana yake kwa mko ndani ya mchezo. Taarifa yatoe kwa nani? Lakini hiyo ni mipango imefanywa. Na Yanga ifanya mipango kwa sababu gani? Waliogopa kwamba Simba kesho kama hakutupiga goli 5 na kwetu tukapiga goli 7, wangekufa goli 7 hata kostaki. Wakaogopa. Na kama kweli wanaume kweli, kesho tuna mechi KMC, waje. So alikuja kule Bunjo. Sasa tunakaribisha pale KMC, kesho tunacheza. Waje. Aila tuanze na wao au tuanze na hao. Wasimtishie mtu, asimtishie nyau. Waje tu. Watu wa pressure. Walikuja Bunju kutufuata. Hivi kama ingekuwa Simba ingekuwa si wastaarabu, si waungwana, si wana michezo. Hivi walikuja Bunju, wamekuja uwanjani kwetu, tungawavunja mabega. Ni waandishi habari mngesemaje?
wametufuata nyumbani kwetu, tungavunja mabega. Lakini hatuyataka kwa sababu sisi tunajua mpira. Sasa basi walikuja Bunju wanatukosa kwa sababu ilikuwa Jumapili, sio siku ya mchezo. Kesho tuna mechi jamani, KMC waje. Aidha tuanze na wao au tuanze na hao jamaa. Sisi tuna mashaka. Karia, namuomba sana rais wangu, punda habebeki. Punda habebeki. Kabeba sana. Na ndo maana mpanda kichwani. Na swala hili alikuwa hakuna sababu ya kwenda kwa waziri. Hili swala alimalize mwenyewe Karia na bodi yake ya ligi. Yeye ndo alolianzisha na yeye ndo akulimaliza. Kwa hiyo mimi ninachomuomba ndugu yangu, bodi ya ligi pamoja na TFF, kwamba ule upole sasa wauondoe, wajaribu kwenda katika misingi ya sheria na kanuni. Wakenda katika misingi ya kanuni, hapo atakuwa amewakomesha Yanga, sababu Yanga ni watu wanebebwa kama maiti. Kwa kusema haya, asalamu alaykum.